Hapa tuna tatizo dogo ambalo ninyi wa Tanzania mkilifanyia kazi tutalimaliza vizuri na tutapata katiba mpya. Tuna tatizo la maslahi binafsi. Kuna watu wanataka serikali mbili. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ina mambo ya muungano, ina mambo yote ya Tanganyika, na rais wamemtwisha mzigo mkubwa, aanze kuteua wakurugenzi wa wizara, ateue wakuu wa wilaya, ateue wakuu wa mikoa, ateue wakurugenzi wote wa halmashauri, ateue wenye viti wa makampuni. Sasa kuna watu wamejificha kwenye maslahi hayo. Katika vikao vya ndani wako viongozi walituambia wanataka serikali 3, lakini viongozi hao nikiwatazama nje wanasema serikali 2. Sasa najiuliza sasa nichukue ile ya ndani ama nichukue hii ya nje? Na sio wadogo. Wako viongozi walisema huu muundo wa serikali mbili. Okay, sasa basi unaweza kujiuliza kwa sababu gani nimeamua kuweka video hii kunaposhare na wewe mtazamaji hapa kwenye channel yangu. Video hii hapa ikionyesha Humphrey Polepole akiwa kwenye moto wake kipindi chake miaka ya nyuma hapo, nadhani yuko kwenye mdahalo ambao ulifanyika chuo kikuu pale, ambapo Humphrey Polepole alikuwa anazungumzia swala la muungano na jinsi gani ambavyo kulikuwa na kipindi hicho. Sasa kulikuwa kuna mgawanyiko wa watu ambao walikuwa wanataka serikali 3, serikali 2 na serikali 1 kuhusiana na swala la muungano. Ndipo hapo Humphrey Polepole akapata wasawa kuzungumza, na haya ndio alikuwa ameyazungumza kipindi hicho, na alikuwa moto kulikuwa. Mtu msikilize hapa. Tuna mamlaka 3 tayari: mamlaka ya Jamhuri ya Muungano, mamlaka Zanzibar, mamlaka Tanzania Bara. Hii inayoitwa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa haivuki bahari kwenda Zanzibar. Tunachopendekeza hiyo sasa kikatiba ifanywe ni serikali ya Tanganyika kwa utaratibu wa kikatiba ambao Watanganyika watakuwa wamekubaliana. Muundo muafaka ambao ni wa sasa na miaka zaidi ya 50 ijayo ni muundo wa shirikisho lenye mamlaka kamili, linatuachia nchi moja na lenye serikali 3. Haiwezekani watu wazima mkapuuza mambo nayokwenda kuyasema. Haiwezekani. Maoni yaliyoletwa kutoka kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hiyo ndio serikali. Wale wengine wanachaguliwa miaka 5 wanakwenda na kurudi. Wanaweza akaja watu wapya, lakini government of the day ile inawahudumia viongozi, hiyo inabaki, wanastaafu miaka 60. Kamati hiyo inataka serikali 3 na inataka mambo ya muungano yapunguzwe.